Angalia, kamera zote hizi zimeelekezwa kwa mtu mmoja tu, lakini huyu si rais wa Marekani, si waziri mkuu wa Uingereza, ni rais wa zamani wa Tanzania, Julius Kambarage Nyerere. Swali ni hili: kwa nini dunia ilikuwa ikitaka kusikia kutoka kwake? Tazama hii picha kwa makini. Mbele yako si mwanasiasa wa kawaida anayesubiri kuhojiwa na mwandishi mmoja. Unaona kamera kila upande, waandishi wa habari wamemzunguka. Lakini swali ni hili: kwa nini waandishi wa habari wa kimataifa walikuwa wakimiminika kumfuata Nyerere na kutaka kusikia maoni yake kuhusu masuala yaliyokuwa yakitikisa dunia wakati huo? Nyerere hakuwa mtu wa kukubali kila kitu, alikuwa na misimamo yake. Ndiyo maana aliheshimika sana na viongozi wa dunia. Nyerere hakuwa akijibu tu swali, alikuwa akichambua swali. Aliweka kwenye mazingira, alafu akatoa jibu ambalo waandishi angeweza kulipeleka moja kwa moja kwenye vichwa vya habari. Hapo ndipo tunapoona kwa nini Nyerere alikuwa anavutia vyombo vya habari vya kimataifa. Nyerere hakuwa akiangaliwa tu kama rais wa Tanzania. Kwa wakati huo, sauti yake ilikuwa ikisikilizwa katika mjadala mpana wa kimataifa kuhusu ukombozi wa Afrika. Ndiyo maana ukiangalia picha hii kwa makini, unaweza kujiuliza ni viongozi wangapi wa Afrika wa wakati huo waliweza kukaa mbele ya vyombo vya habari vya kimataifa, kuulizwa maswali mazito na kujibu kwa utulivu bila kupoteza mwelekeo wa hoja. Nyerere alifundisha dunia namna Afrika ilivyotaka kusikilizwa. Swali ni hili: unapoiona footage hii ya Nyerere akiwa amezungukwa na waandishi wa habari wa kimataifa, has he been successful in your judgment? On this one, I think he's wrong. This again, it would be wrong for me not to say this. He's wrong. You can't set out in Africa on the basis of arresting radicalization. We are going to radicalize.